Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, nimewaita siku ya leo, najua ni Ijumaa Kuu na wengi mtakuwa mnataka kupumzika, lakini nimeona nizungumze na wananchi wetu wa mkoa wa Kigoma. La kwanza kubwa ni achukue nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wa Kigoma kwa namna wanavyotoa ushirikiano kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo ningependa kuwashukuru sana kwa hilo na kuwajulisha kwamba mkoa wetu ni shwari na ni shwari sana. Watakuwa wanaona vyombo vyetu vyote vya ulinzi na usalama, polisi, magereza, uhamiaji, jeshi la wananchi wa Tanzania wanazunguka kila mahala kuhakikisha mkoa wetu unaendelea kuwa shwari, kwa sababu sisi tuko ndio lango kwa wenzetu wanaotoka nchi jirani. Wengi nyinyi ni mashahidi, waandishi wa habari, kwamba bila vyombo vyetu kuwa imara sana tunaweza nchi yetu ikajaa watu ambao si wa Tanzania. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba jambo la kwanza katika yote ni swala la ulinzi na usalama, tumedhibiti hayo maeneo. Lakini sambamba na hiyo, nimeona niwajulishe waandishi wa habari na ndugu zetu wa Kigoma kwamba tutakuwa na operation maalum kwa ajili ya kutafuta wahalifu mbalimbali. Kwa hiyo wakiona vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinapita maeneo mbalimbali, wasishangae. Jambo kubwa wawape ushirikiano, kwa sababu kwanza ziwa letu bado halijakaa vizuri. Kwa hiyo majeshi yetu yatafanya operation kubwa ziwa Tanganyika na maeneo mbalimbali, lakini pia tutapita maeneo mbalimbali kwenye misitu yetu kuona kwamba wale ambao wamekuwa siku zote wanakata misitu yetu isivyo halali, kuhakikisha kwamba sheria inachukua mkondo wake. Kwa hiyo kimsingi tutakuwa na operation kubwa takriban siku 7 mpaka 10. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba watupe ushirikiano. Tuna shida sana, ndugu waandishi wa habari, ya uhamiaji haramu. Tukicheza nchi yetu hii, mwisho wa siku itakuwa nchi shamba la bibi. Kwa hiyo tumeona kama mkoa, serikali ya mkoa, kwamba ni lazima tufanye operation kubwa kuhakikisha kwamba tunawakamata na kuwapeleka mahakamani na baadaye warudishe kwao. Lakini jambo moja na la kusikitisha kidogo, kambi yetu ya Nduta inakaribia kufungwa. Sasa taarifa tulizopata kama vyombo vya ulinzi na usalama ni kwamba kuna baadhi ya wenzetu waliokuwa kwenye kambi ya Nduta hawataki kurudi kwao, wakati tumekubaliana na serikali yao kwamba ni wakati mwafaka, hakuna matishio, warudi kwao, na wengi wameanza kurudi kwao. Sasa wengine wamechukua nafasi hiyo, wameanza kutoroka kwenye kambi yao na kuanza kuingia maeneo mbalimbali ya wananchi wetu wa Kigoma. Kwa hiyo wananchi wa Kigoma tusaidie sana kwenye hilo, kuhakikisha kwamba kama unamuona mtu ambaye unajua kabisa sio Mtanzania, unajua kabisa huyu ni mkimbizi, unajua kabisa huyu ni mtu ambaye ameingia kwenye nchi hii bila kufuata utaratibu, msaidie vyombo vyetu ambavyo vitakuwa vinafanya operations. Ndugu waandishi wa habari, nchi yetu hii ni ya kwetu, tumepewa na Mwenyezi Mungu. Tusikubali watu wengine wageni waje kutuharibia amani yetu tulionayo. Mila na desturi yetu tunajua Tanzania. Tukiruhusu watu wengine wakaleta mila zao ndani ya nchi yetu, tutashindwa kuishi kwa amani na utulivu. Kwa hiyo niwaombe sana hilo, wananchi wetu wa Kigoma tusaidie kutoa taarifa, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinapopita wawape taarifa tuweze kuwashughulikia kwa mujibu wa sheria. Lakini la tatu, nitaka kuwajulisha ndugu zangu wana Kigoma kwamba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Ametuwezesha kwa kiwasi kikubwa, kwa kiwango kikubwa, wakati tunakaribia kupata bajeti mpya mwaka 26-27. Tuna ujenzi mkubwa katika mkoa wetu wa Kigoma. Ile bandari yetu inafanyiwa maboresho makubwa sana. Kwa hiyo itakuwa, nafikiri, katika bandari zetu za Tanzania kama sio ya pili itakuwa ya tatu. Kwa hiyo wanaona ujenzi unaendelea, lakini lingine alitusaidia ni kwamba tawi la benki kuu linajengwa hapa si mbali na ofisi yetu. Lakini tawi la Muhimbili linajengwa si mbali zetu. Lakini tuna tawi la Ocean Road linajengwa. Kwa hiyo juzi nilikutana na viongozi wao tukazungumza, kikubwa ni kwamba wanaomba wananchi wa Kigoma tuwekeze, lakini toe wito kwa Watanzania wote kwamba kuna uwekezaji hapa. Haya majengo yote yanayojengwa, kwa mfano Muhimbili, watakuja walimu wa kufundisha. Walimu wa kufundisha watakaa wapi? Benki kuu inayojengwa itahitaji mahali pa kukaa. Kwa hiyo niwaombe sana, hata nyinyi ambao ndio watendaji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, mchukue nafasi hii basi kujenga, ili kusudi haya majengo yanapokamilika na watu wanapokuja kuanza kufanya kazi kutimiza wajibu wao, basi ingalau wapate mahali pa kukaa. Lakini la tatu, kama sio la nne, swala la amani na utulivu ni swala la msingi sana.
tunakaribia Pasaka kama nilivyosema. Kwa hiyo ndugu zangu, viongozi wa dini, kamati yetu ya amani, tusaidiane kuhakikisha kwamba amani na kuwepo wakati wote wa Pasaka na wakati wote katika maisha yetu ya kila siku. Amani ndio kila kitu. Bila amani tunajua hakuna kitu chochote kinaweza kufanyika. Kwa hiyo niwaombe sana waandishi wa habari, mtusaidie kupeleka taarifa amani makanisani, viongozi wetu wazungumzie amani, viongozi wetu wa dini wazungumzie amani, viongozi wa siasa wazungumzie amani, viongozi katika ngazi zote wazungumzie amani. Amani ni yetu wote sote, na tusitegemee amani italetwa na vyombo vyetu vya ulinzi peke yake. Amani italetwa na sisi wote. Na nilipokuwa nasema siku zote, wazazi wetu kama wasingekuwa makini kuleta amani hii, wengine tusingekuwepo. Kwa hiyo amani, ili kesho na kesho kutwa wajukuu zako, vizazi vyako viweze kuwa na maisha mazuri, ni lazima uanze kujenga amani sasa. Ndugu zangu, niendelee au imetosha? Na la mwisho kabisa ni waombe contractors, wajenzi wetu ambao wamepokea fedha ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kumalizia majengo yetu, kwa ajili ya kumalizia miradi yetu, wasigombane na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna masoko yetu, tuna mabarabara yetu, tuna maabara zetu hazijakamilika. Niwaombe sana, kama kuna mtu ana shida aje tuzungumze. Bila kufanya hivyo tutafungua jadala la uchunguzi na sheria itachukua mkondo wake. Kwa sababu kuna watu wengine wanajichukulia, unapata fedha za umma alafu kwa ajili ya utapeli. Unachukua fedha za umma alafu uende kwenye site. Kwa hiyo mwisho utagombana na mkuu wa mkoa bila sababu za msingi. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, niwatakie sikukuu njema na Mungu awabariki sana. Ile operation tulikuwa tumeconcentrate zaidi Ziwani, lakini operation inafanyika nchi nzima. Inafanyika mkoa mzima, na ile tulitarget sana majambazi wa kutumia silaha kule Ziwani. Na operation imefanyika vizuri sana. Toka tumeanza operation sijasikia mtu mvuvi yote analalamika kwamba kuna unyang'anyi umefanyika. Ndio maana nimesema kwamba tunakwenda vizuri na mkoa uko shwari sana. Kwa hiyo hii operation inafanyika kwa sababu hii inafanyika ni maeneo yote, kama nilivyosema, kwenye misitu yetu, kwenye mabarabara yetu, itaingia maeneo yote kwa kweli. Na hasa kikubwa ni kwa sababu hili swala la uhamiaji haramu, tumeona bila kuwa na mkakati maalum, hawa wahamiaji haramu watakuja kuleta tabu kwenye nchi yetu. Kwa sababu ukienda Dar es Salaam ni tatizo, ukienda wapi ni tatizo, lakini wanatokea wapi? Taarifa tulizonazo wengi wanatokea kwenye mpaka wetu wa Kigoma. Kwa hiyo lazima tuchukue hatua. Wenzetu wamelalamika kwamba tumekuwa tunapeleka wengi sana kwa wakati, na walikuwa kwa kawaida ni 3 kila baada ya wiki. Kwa hiyo tumeextend mpaka tarehe 10 wa mwezi wa 4 kuhakikisha kwamba tupeleke kwa pesi ambayo nafikiri wanaweza kuaccommodate. Kwa hiyo kimsingi tumeongeza kidogo, lakini lazima kambi itafungwa. Tumeshatoa huduma za kutosha, tumeshasaidia vya kutosha. Ni wakati mwafaka na sisi yale maeneo tuyatumie kwa maendeleo ya Watanzania.